akipewa nafasi ya kufanya mazoezi acheze kama mchezaji wa ndani, anakiwasha. Wachezaji wote wako moto. Ni nani anakaa nje, ni nani anaanza, ni nani atakaa benchi, ni nani atakaa jukwani, makocha hawajui. Ndio maana tukaleta akili kubwa, uzoefu mkubwa. Huyu kocha alokuja sasa hivi, huyu alipofika akasema tulieni, timu itatengenezwa na wachezaji wote watacheza kwa muda wao na kila mchezaji atawaka kwa muda wake. Goli la Ekwa mara ya mwisho niliona 2018 niliona ni Messi. Ndio alikuwa anafunga magoli kama yale. Sio Messi huyu wa sasa hivi, Messi yule. Tumeshuhudia kwa Ekwa. Ya, ndio namuona Ekwa leo anafanya yale mambo. Kwa hii timu ni hatari sana. Sisi watu wa Yanga tutulie kabisa. Tusiwe na pressure yoyote. Tusisikilize wala na tusipende kuangalia mipira hata ya makolo, kwa sababu ukiangalia ile mipira unaweza kuzoea vibaya. Yaani mtaka kuangalia mpira wa Simba. Ya mimi nilienda pale kuangalia mechi dhidi ya wamecheza na nani usingizini. Na kwa mara ya kwanza nimesinzia dakika 35 uwanjani. Dakika 35 nimesinzia na kuja kustuka, mpira umeisha, watu wameondoka. Hakuna nilichokuwa naelewa uwanjani. Kwa timu kama ile ni mzigo, lakini timu yetu sisi utapenda hata mwenyewe ukiangalia. Na ndio maana tunacheza vizuri, tumeshinda na nadhani sasa hivi tuko juu kabisa kwenye kilele cha ligi. Vipi kuhusu rotation ya kikosi kwa upande wa Young Africans leo ulipotazama? Rotation ni nzuri, lakini pia hata wewe ndugu mwandishi ukipata nafasi ya kufundisha Yanga unafundisha, kwa sababu kila mchezaji unayemweka kwenye namba anafaa. Kwa mimi ya hata wewe unaweza kufundisha, kwa sababu kila mchezaji unapompanga anafanya kazi yake. Kwa sisi hatuna wasiwasi na rotation. Sisi tutakacholetewa kwenye lineup hicho ndo tunaishi nacho, kwa sababu tunaamini kila mchezaji Yanga anajua. Kila mchezaji Yanga ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo mchezaji yote atakayekaa kikosi cha kwanza, atakayeanza siku hiyo, sisi tunaishi naye kama alipopanga, tunaishi. Wanasema hata mimi naweza. Fauzi alifeli wapi? Fauzi alichanganyikiwa. Wewe wachezaji unawajua wa Yanga, yule kaja akajua Yanga timu ya kawaida, lakini baada ya muziki ule kuuona imemshinda. Sasa wewe kocha mwenye CV zako. Kweli unakuja kuchezesha Yanga pilaobo. Zimbwe Junior uwezo wake nishazungumzia. Zimbwe ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa sana, na hakuna mchezaji namba 3 kwa wachezaji wa ndani anaweza kucheza mpira anaocheza wa Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Na hii nimewahi kusema mara nyingi sana, kutoka yuko kule Ugwelani kule alikokuwa anapata shida, na sasa hivi amekuja sehemu ambayo anaenjoy yeye kama mchezaji. Hakuna mchezaji anaweza kucheza upande wa kushoto kama Mohamed Hussein Zimbwe. Huyu ni kocha sahihi, anaenda kujitengeneza Young Africans ambao mlikuwa mnahitaji tokea awali. Yeah, of course, wao wameona tu leo kagusa tu leo watu wameenjoy. Tumeenjoy magoli, tumeenjoy mpira. Kwa hiyo hii ndio timu ambayo tuko naitaka sisi. Tufautishie Young Africans ya Falls na Young Africans ya kocha mpya. Young Africans ni ile, lakini uwezo wa yule kocha ni mdogo sana. Uwezo wa yule kocha anafaa kufundisha Simba yule Falls. Lakini kwa Yanga asingeweza kinamna yoyote ile, kwa sababu Yanga ni timu kubwa. Naye alipoulizwa akasema yeye uwezo wake ataweza kufundisha Yanga, lakini ukweli ni kwamba asingeweza kufundisha timu kubwa Yanga. Nataka kusema walikuwa wanapusha aondoke Young Africans ni wana Simba ili waweze kumchukua. Kama wanafaa, lakini kwetu sisi yule hawezi kutoboa. Yes, hawezi kutoboa. Aha.